Mahakama ya Tanzania. Mahakama ya Tanzania. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana. Nakushukuru sana Mheshimiwa MC Mheshimiwa Gaeje ambaye ni hakimu mkazi Mfawidhi Mahakama ya Hakimu Mkazi Tabora. Awali ya yote napenda kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutujalia neema. Ametuamsha tukiwa wazima, tumeweza kukutanika mahali hapa, tunajua ni kwa uwezo wake. Na baada ya hapo napenda kutoa shukrani nyingi na za dhati kwa ajili ya viongozi na wageni wetu waalikwa. Tunawashukuru sana viongozi wa dini kwa kuitikia mwaliko wetu na kushiriki pamoja nasi siku ya leo. Lakini pia na wale ambao wametoka nje ya mahakama, wasio watumishi wa mahakama, tunawashukuru sana kwa kufika na kushiriki pamoja nasi siku hii ya leo ambayo tunahitimisha wiki ya usuluhishi. Lakini pia napenda kuchukua nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa Jaji Mfawidhi Mahakama Kuu Kanda ya Tabora kuwashukuru pia watumishi wote ambao wameweza kukusanyika mahali hapa ili tuweze kukamilisha shughuli yetu ya kutoa elimu katika wiki ya usuluhishi. Kwa kwanza napenda kuwapongeza watu wote ambao wameshiriki kama nilivyosema, kuanzia watumishi, lakini tulikuwa na mada mbalimbali kama ambavyo imesemwa awali. Wiki iliyopita tarehe 9 mwezi huu wa 4, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania alifanya uzinduzi kitaifa rasmi kwa ajili ya wiki ya usuluhishi, na lengo la kufanya uzinduzi na kutoa elimu kama ambavyo tumesikia mwanzo ni kuielimisha jamii. Jamii kwa kiasi kikubwa imekuwa haina elimu ya kutosha kuhusiana na mambo ya usuluhishi. Wengi wanafahamu kwamba usuluhishi hauhusiki mahakamani, lakini mahakamani tunafanya usuluhishi. Wengi wanajua kwamba mahakamani tunasikiliza kesi peke yake, lakini sasa mahakama iliona vema kutenga wiki kwa ajili ya kutoa elimu ili jamii ipate kuelewa kwamba usuluhishi unafanyika katika ngazi zote. Kuna zile ngazi za familia, ngazi za jamii kule tunapoishi, mitaa yetu, lakini pia tuna mabaraza mbalimbali ya usuluhishi. Kuna mabaraza ya kata, lakini kuna mabaraza ya kidini. Tunaelewa viongozi wetu wa dini wako hapa, ndio maana wapo kwa sababu wao pia ni sehemu kubwa ya ili swala la usuluhishi. Kuna migogoro mingi ya ndoa ambayo huwa inaanzia kwenye mabaraza yale ya dini. Kuna BAKWATA, lakini pia kwenye madhehebu mengine ya dini huwa migogoro ya ndoa inaanza kusuluhishwa kule, na wakati mwingine ile migogoro inaisha, watu wanaendelea kuishi kwa amani. Lakini pia sisi mahakamani, kesi ya ndoa na talaka au migogoro ya ndoa huwa haiwezi kuanza kusikilizwa kabla wadau hawajapita katika vyombo vya usuluhishi ambayo ni mabaraza yale ya dini na yale mabaraza mengine ya kata. Kwa hiyo tunaweza tukaona namna gani swala la usuluhishi linachukua nafasi kubwa katika jamii na ni la muhimu. Na lengo kubwa la kufanya usuluhishi kama tulivyosikia ni kuleta upatanisho kwa njia ya amani. Tunatamani ile migogoro inapoisha watu waendelee kuishi kwa amani, na watu wanapoendelea kuishi kwa amani wanaweza kufanya na kutekeleza majukumu yao ya kila siku, na pale wanapotekeleza majukumu ya kila siku basi tunaweza kupata maendeleo katika jamii zetu, katika taifa, na hatimaye tunaweza kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, wa jamii tunayoishi, lakini vile vile wa taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo kipekee tunaweza kusema kwamba kwa kiasi kikubwa tumepata elimu, lakini huu sio mwisho, ni mwanzo. Elimu ya usuluhishi itaendelea hapa mahakamani. Kila wiki katika siku ya Alhamisi huwa tuna kipindi cha kutoa elimu. Tunawakaribisha pia hata wadau wengine ambao wako nje na sio wale wenye kesi tu. Mtu yote anaweza akafika mahakamani akapata elimu siku ya Alhamisi. Kwa hiyo elimu inaendelea, elimu ya usuluhishi pamoja na elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya kisheria. Lengo ni kuelimisha jamii, kwa sababu kama nilivyosema, sisi kama mahakama tunapaswa kutoa elimu kwa jamii, elimu ya sheria na masuala mbalimbali ya kijamii yanayotuhusu, ili watu waweze kuelewa na kujua na kutambua haki zao. Mtu anapotafuta haki yake ajue anatakiwa kutumia njia gani, anatakiwa kupita utaratibu gani. Kwa hiyo ndio maana tunatumia nafasi hiyo kutoa elimu.
na kwa kiasi kikubwa kama nilivyosema, elimu imekubwa imetolewa. Tumeweza kujua nani ni msuluhishi, nani anapaswa kuwa msuluhishi, wasuluhishi ni watu gani katika jamii, na kwa upande wa mahakama nani anakuwa msuluhishi. Tulishaelezwa mahakamani, kesi kabla haijasikilizwa huwa inatolewa nafasi ya kufanya usuluhishi. Kwa hiyo jaji anaweza akawa ni msuluhishi, naibu msajili anaweza akawa msuluhishi, hakimu anaweza akawa ni msuluhishi, lakini pia tunao wale wasuluhishi ambao wamesajiliwa na wizara, lakini tuna mahakama kuu, kitengo cha usuluhishi tunaita mediation, huwa inafanya kesi za usuluhishi. Kwa hiyo tunaona vitengo mbalimbali vinahusika katika kutoa usuluhishi, lakini kuna watu ambao pia ni maalum kwa ajili ya usuluhishi. Lakini pia kama nilivyosema, katika jamii zetu tuna wale wazee wa kimila wanatumika sana kusuluhisha migogoro katika zile na level za mwanzo kabisa katika jamii. Wale wanatambulika na pia wamekuwa msaada katika kutatua migogoro katika jamii, kwa sababu wao wanakuwa wanajua tamaduni, mila na desturi za mahali wanapoishi. Kwa hiyo ni rahisi kusuluhisha migogoro kutokana na kuwa na uelewa mzuri wa mila, desturi na tamaduni wanazoziishi huko mahali kunakohusika. Kwa hiyo lengo kubwa ilikuwa ni kutoa elimu, lakini tunashukuru sana kwa wote waliohusika katika kutoa elimu, na kipekee nichukue tena nafasi hii kuwashukuru viongozi wetu wa dini. Tumemsikia shehe kutoka BAKWATA ametueleza vizuri maana ya usuluhishi na faida zake katika jamii, na tumeona kwamba jamii itakuwa na amani, lakini pia Mungu anathamini usuluhishi. Anasema usuluhishi ndio njia bora ya kutatua migogoro. Lakini pia kiongozi wetu wa kutoka KKT, msaidizi wa askofu, naye ametuambia kwamba usuluhishi ni jambo la kimungu, tuendelee kusimamia katika usuluhishi. Lakini pia tunasisitiza sisi wenyewe, usuluhishi unaanzia katika sisi wenyewe. Mahali pa kazi lazima kuwe na amani, lakini sisi tutakapokuwa na amani vile vile tutaweza kuwahudumia watu wengine wanaotafuta haki, kwa sababu ukijua kwamba haki ni nini, usuluhishi ni nini na amani ni nini, utaweza kuwaelimisha pia watu wengine ambao wanahitaji, wanakuja kutafuta haki, wanakuja kutafuta suluhu katika vyombo vyetu vya kutoa haki. Baada ya kusema hayo, napenda nichukue nafasi tena kuwashukuru tena kwa mara ya mwisho. Leo tulikuwa tunahitimisha zoezi letu la elimu ya usuluhishi kwa wiki hii, lakini mwisho wa wiki iwe mwanzo wa elimu na usuluhishi katika nafasi mbalimbali tulizonazo, kuanzia jamii zetu mpaka katika vyombo vyetu vya utoaji haki. Baada ya kusema hayo, nasema asante. Napenda kutamka kwamba tumehitimisha rasmi wiki ya usuluhishi, lakini ni mwanzo wa utoaji elimu na kusimamia utatuzi wa migogoro kwa njia ya amani. Asanteni sana.